أنا الإمام أبو داود من حديث أنس كتوك حديث أصحاب أنس بن مالك وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة يعني كم تومي صلى الله عليه وسلم atakapo safiri na akataka aswali sunna an yatatawwa ay an yusalli as-salata an-nafila au salata an-nafila akataka aswali swala ya sunna istaqbala binaqatihi al-qibla muelekeza ule mnyama wake kibla maana humuelekeza mnyama wake kibla fakabbara kisha uleta nini takbira ile takbiratul ihram ya kuanza swala thumma salla haythu kana wajhu rikabihi kisha uswali mtume ule upande ambao utakuwa kuna ule uso mbele ya kile kipando chake mwanzo akianzia kibla kisha akigeuka huko mbele basi anaacha na kama nilivyotaja kwenye mfano wa wanaosafiri baharini kwa sababu lishawahi kutokea ile jambo pia kuna mtu nakumbuka alikatisha swala kibla kisha boti ishageuka akageuzwa unajua kuna mtihani sana akageuzwa angalia jinsi fatwa zilivyokuwa za hoja yani akageuzwa alipogeuzwa wamekaa na hoza kisha akageuza nini chombo pale mwingine akamwambia vipi geuka tena akamwambia geuke kisha kuna mmoja akasema hivi michezo ikiwa mingi katika swala ya batilisha swala na ukashageuka tena kwa hiyo akaanza swala upya Allahu musta'an huo ndo mtihani wa kutokusoma huo ndo mtihani wa kutokusoma ikawa kuna fatwa za ajabu na kuna mambo ambayo mtu akiongea wajua kabisa huyu ni wa kumkunjia viatu mkaondoka wa isnaduhu hasan isnad yake ni hasan mitaja al-Imam Abu Daud na ameisaisha al-Imam al-Albani kwenye sahihu Abi Daud wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kutoka sahaba Abu Sa'id al-Khudri Allah amridhie anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwamba hakika mtume sallam qala amesema al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam ardhi yote al-masjid kwa maana makanu lilibada ardhi yote ni sehemu ya kuabudu ni sehemu ambayo yaruhusiwa kuswali isipokuwa makaburi na isipokuwa vyoo Sheikh Fauzani katoa illa ya hili kuhusu kukataza sehemu mbili hizi kuswali al-illatu fi man'i as-salati 'inda al-quburi hiya saddu wasilati shirki sababu ya kule kuzuiliwa kuswali kwenye makaburi ni kule kuzuia sababu kuziba ile njia ya kupelekea kwenye ushirikina kadhalika wa himayatu janabi tauhid na kule kuhami ule upande wa tauhid laysat al-illatu ma yaqulu ba'd al-mutafaqqiha bi anna al-maqbarata madhinnatu an-najasa sio illa kwa maana sababu sio ile inayosemwa na baadhi ya wenye kujitia usomi baadhi ya watu wa fiqh yani kama makaburi ni sehemu ya najisi falquburu laysa fiha najasa makaburi haya ndani yake najisi wa min aina ta'tiha najasa sasa najisi yatokea wapi najisi fahiya ardun yabisa yadribuha as-sayl wa tadribuha ash-shamsu makaburi ni ardhi iliyokuwa kavu kame yapigwa na as-sayl yale mafuriko ya maji kadhalika na jua bali illa a'zamu min dhalika bali sababu ya kuzuiliwa kusali makaburini ni kubwa zaidi ya uko kusema kwamba eti makaburi ni najisi wa hiya khawfu shirki billah wa yashmalu hadha القبور القليلة حتى ولو كان قبرا واحدا فإنه لا يصلى عنده لا سيما إذا كان هذا القبر قبرا لرجل صالح نحكمه yaenea makaburi mengi hata kama makaburi kidogo hata kama itakuwa kaburi ni hili moja tu na vile vile yasema kwa sababu haifai vile vile kuswaliwa kwenye kaburi hata kama ni hili moja tu hasa itakapokuwa ile kaburi ni kaburi la mtu mwema au lialimin min alulama au liwajihim min alwujaha alladhina yu'azzimuhum an-nas fa innal fitnata bihaula'i ashaddu
au ikawa ni kaburi la mwanachuoni katika wanachuoni, au la mtu mwenye cheo katika wenye cheo, katika wale ambao watu huwatukuza, kwa sababu fitna kupitia watu hawa ni kubwa zaidi. Hadi maelezo ya nani? Sheikh Fauzani, Allah amehifadhi. Ama kuhusu chooni, illa yake yajulikana, hata kwenye At-Tibyan tuliyaona hayo mambo, kwenye At-Tibyan tuliyaona. Rawahu At-Tirmidhi wa lahu illa, na ana yeye illa kwenye hadithi hii, kwa maana kwamba kaitia illa kwenye hii hadithi. Kadhalika maana ana yeye illa, kwa maana ana sababu kwenye hii pia, hizo tafsiri hivyo pia. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, na kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar, Allah amridhie, anna an-nabiy sallam, kwamba hakika mtume sallam naha an yusalla fi 7 mawatin, alikataza kuswaliwa sehemu 7. Almasbala, majalalani, hizi za mwanzo, majalalani, walmajzara, na sehemu za machinjio, walmaqbara, na makaburi, waqari'ati at-tariq, kadhalika na katikati ya njia, walhammam, na vioni, wa ma'atinil ibili, na mazizi ya ngamia, wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, na juu ya ule mgongo wa nyumba ya Allah mtukufu kwenye al-Kaaba, kusaliwa al-Kaaba kule pia ilikataza hivyo. Rawahu Tirmidhi wa dha'afahu. Na hapa kuna maelezo ya al-Imam Ibn Uthaymeen mazuri sana, ni ya kuyachukua ili tuone sababu ya hivi. Kwanza akasema wa huwa jadirun bitadhif, hadithi hii yastahili sana kudhufishwa. Lakini Ibn Hajar rahimahullah, lakini Ibn Hajar Allah amrehemu, yadhkuru al-ahadith ad-dha'ifata fi hadha al-kitab, anataja hadithi dhaifu kwenye kitabu hichi, liannaha mashhuratun baina al-fuqaha, kwa sababu hizo hadithi ni mashhur baina ya nani? Ya fuqaha. Fayajibu an yubayyana martabatuha min haythu as-sihha wal-husn wal-husn, min haythu as-sihhatu wal-husn wa ad-dha'fu. Kwa yapasa hizi hadithi hizi zibainishe martaba yake, yani ina daraja gani hizi hadithi kwenye upande wa ilmu al-mustalah. Walau qala qailun, na lau kama atasema msemaji, ara'aytum law hubisa fi hadha atasihhu salatuhu? Naam tasihhu, lakin law qala muruhu an yusalli wa yaqdiya qulna la yumkin, hadha batilun, لأن الله لم يفرض الصلاة إلا مرة واحدة. Na pia katoa maelezo hapa kuhusu kwamba mtu akisema kwamba je mtu akiwa yeye kaswali maeneo hayo, kazuiliwa kuswali maeneo hayo ambayo ametajwa hapa kwamba haifai kuswali, ingawa dhaifu hadithi, kama alivyokuwa Ibn Uthaymeen kwamba hata kama hadithi ni dhaifu, kwanza ataje udhaifu, kisha anasema kwamba hata kama ni dhaifu lakini maana yake ni hii hadithi, maana yake ni hii, kinyume na baadhi ya ulama wengine wakisema dhaifu tu anaachana nayo. Sasa akasema kwamba laiti kama mtu ataswali maeneo hayo basi swala yake itasihi. Na kisha akasema je, akiambiwa mtu kwamba tumwamrishe aswali na alipe, akiswali maeneo hayo kisha amrishwe alipe, tutasema la, haiwezekani, kwa sababu ili jambo la batil, kwa sababu swala Allah hakuifaradhisha ya wajibu isipokuwa mara hii moja. Ukisha swali ya dhuhuri, mfano swala ya dhuhuri tuliiswali, tukishaiswali ile hakuna wajibu wa kuiswali tena ile swala, ya wajibu ni ile mara moja tu. Ama sunna huko basi mtu yatanafalu masha. Kadhalika wa an Abi Marthab al-Ghanawi radiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba, ingawa hadithi ni dhaifu ambayo tumeisoma hapa, na Sheikh Albani pia kadhoofisha kwenye Dhaiful Jami', kutoka kwa Abu Marthab al-Ghanawi qala, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallam akisema, la tusallu ila al-quburi, msiswali kuelekea makaburi, wala tajlisu alaiha, na wala msikae juu ya hayo makaburi. Sasa na baadhi ya watu
Anashangaza yani mtume kakataza kukaa kwenye makaburi, kukaa tu, ila kuna watu wanakwenda kuzini pale juu pale, yani kuonesha kwamba sisi mafedhuli kupitiliza. Mtume kukaa tu kakataza, lakini kuna mwingine azini pale pale juu, hata wasiwasi hana hapo, hala hajikeri. Allahu almusta'an. Alafu pia hapo moja kwa moja amwambia tu mwanamke zangu nitalea. Allahu almusta'an. Rawahu Muslimun, itikepokea Imam Muslim. Na Sheikh Fauzani kasema qauluhu la tajlisu alaiha hadha nuhiya an ihanati alqubur, ili jambo limekataza kwa sababu ya kule kunini, kuyadogesha na kuyadharau makaburi, haifai. Fakama nuhiya anil ifrati wa huwa almughala fi ta'dhim alqubur wa taqdisiha, fa innahu nuhiya anit tafriti wa huwa ihanatu tilka alqubur. Kama ilivyokatazwa kuchupa mipaka kwenye makaburi, nako ni kule kuyatukuza sana na kuyajalia kwamba ni ya utukufu, vile vile imekatazwa kuvuka mipaka na kuchupa mipaka kwenye makaburi, haifai. Nako ni kule kuyadogesha makaburi na mengineyo. Fahadhihi alquburu yajibu an tusana wa tuhfadha wa la yujlasa alaiha wa la tulqa alaiha alqadhurat walqamaimu. Haya makaburi haya yapasa yahifadhiwe na yachungwe, na wala yasikaliwe na wala yasitupiliwe mataka na vitu vichafu vichafu. Lianna al-amwata laha huruma, kwa sababu maiti wana utukufu wao, wa hususan amwata al-muslimin, hasa maiti wa Uislamu hasa. Rawahu Muslim, hadithi hii ipokea al-Imam Muslim. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, na kutoka kwa sahaba Abu Sa'id Allah amridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallam, idha jaa ahadukumul masjida falyanzur, atakapokuja mmoja wenu msikitini, kwa maana atakapoendea mmoja wenu msikiti, basi na tazame. Fa in raa fina alayhi adha au qadharan, atakapoona kwenye viatu vyake adha, maudhi. Na adha hapa ametafsiri ulama kama Sheikh Fauzani kwamba najasa, akiona najisi au qadharan au uchafu, kwa sababu sio kila uchafu najisi, ila kila najisi ni uchafu. Sio kila uchafu najisi, lakini kila najisi ni uchafu. Hasa ima akiona najisi ama uchafu, falyamsahhu, na vifute hivyo viatu, hiyo najisi ipanguse, itoe. Waliyusalli fihima, na aswali kwenye viatu hivyo. Lakini msikiti ya wazee ya kutahadhariwa kufanywa hivi, utabebwa juu utolewe nje kule, kama kuna geti pia lifungwe, watu waambie haya kana uwahabi wako. Yaani msikiti ya wazee sio kaja ukasema kwamba kutoa viatu ni sunna hivi pasi na kuangalia ile hali ilivyo, sababu wale wazee washakaririshwa kwamba baadhi ya mambo haya sio ya dini ya kiwahabi. Kwa namna ya kuwalingania natakiwa iwe tofauti na kumlingania kijana mwenzako. Wakuta mtu afanya kuwapa kabisa, wallahi hakuna swala hiyo, hakuna. Alafu huyo ana miaka 7 alisomeshwa Bulughul Marami, na hiyo bulughu ndio kuna hadithi kuhusu kusali na viatu hivyo yani. Subhanallah. Akhrajahu Abu Daud, amepokea hadithi ya Imam Abu Daud, wa sahahahu Ibn Khuzaimah, na amesahihisha hadithi hii Ibn Khuzaimah. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu, na kutoka kwa sababu Abu Huraira Allah mridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesema ya kwamba idha wati'a ahadukumul adha bi khuffaihi fatuhu au fatahuruhuma turabu, atakapokanyaga mmoja wenu adha, najasa, najisi, basi akakanyaga kwa hofu zake mbili, yani maana hata viatu viingia bwana, vina hukumu ya hofu, soksi nazo kwenye hili. Tahara yake ni mchanga, vitie mchanga, visakase kwa mchanga, kwa sababu mchanga
unaua bakteria kama wanavyoelezea hivyo wanasayansi. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu Ibn Hibban, amepokea Imam Abu Daud na akaisahihisha Ibn Hibban. Na Sheikh Al-Basami akasema kwamba al-adha huna najasa, najis, kana ndio maelezo ya ulama wengi sana, na sio kama najisi tu, la, kama tashmalu aidan ma yustaqdharu min ghairi najasa, na vile vile kama ilivyokuwa hii hadithi inakusanya vile ambavyo vinaonekana vichafu visivyokuwa najisi, kama tulivyotaja kwamba si kila uchafu nini najisi, ila kila najisi ni uchafu. Mafua ni uchafu ila sio najisi, mafua ni uchafu ila sio nini najisi. Harufu ya mdomo ni uchafu ila sio najisi, na mingine mifano iko mingi sana. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam radiyallahu anhu, na kutoka kwa Muawiyah ibn al-Hakam Allah amridhie, qala, amesema, hizi hadithi zote zilizotajwa hizi zinafungamana kutaja masharti ya swala. Masharti ya swala sema kwa sababu vitabu vya fiqh vimetaja moja moja kwa tafasili, ndio maana sisi tumeyataja tu kiujumla na kusherehesha hadithi basi, kwa sababu ukiyafahamu mambo na kuyafanyia kazi basi unakuwa unatembea katika masharti ya swala. Kutoka kwa Muawiyah ibn al-Hakam, na huyu sio yule Muawiyah ibn Abi Sufyan, sio yule, kulikuwa kuna Muawiyah huna yule kule. Qala, alisema huyu Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas, hii swala hii haifai ndani yake chochote katika maneno ya watu. Inama huwa tasbihu, haikasifiki ni swala ni tasbih, wa takbir kadhalika na takbir vile vile, wa qira'atul Qur'an, na kusoma Qur'ani pia katika swala. Rawahu Muslim. Hadithi yaonesha kuhusu maelezo kama mtu hatakiwi aongee amdan. Na Sheikh Fauzani ana maelezo kwenye hili, na Sheikh Uthaymeen ana maelezo, lakini maelezo ya Sheikh Uthaymeen anasema kwamba yadullu alhadithu ala anna alkalama ay kalam al-adamiyyin, kalam al-adamiyyin mubtilun lis-salah. Hii hadithi yajulisha kwamba yale maneno kwa maana kalam al-adamiyyin, maneno ya binadamu yale yanabatilisha swala. Wa annahu la farqa baina kauni al-kalami kathiran au qalila, na kama kuna tofauti baina ya kule kuwa maneno kidogo au mengi yabatilisha swala. Kwa maelezo ya Ibn Uthaymeen rahimahullah. Rawahu Muslim. Wa an Zaid ibn Arqam, na kutoka kwa Zaid ibn Arqam, na haya maelezo haya aliyataja Mtume kumwambia Muawiyah ibn al-Hakam alipokuwa anaanza kuslimu. Aliswali kisha mtu akapiga shasha, akaongea kwenye swala ile yarhamukallah, akamwambia kwenye swala, anakuwa anaanza kuslimu akamwambia yarhamukallah hivyo kwenye swala. Ingawa tuliona kwamba kuna baadhi ya ulama waliofanya tasahul kwenye walisema kwamba lafaa kusema mwingine yeye ile chake kisha alhamdulillah, mwingine naye yarhamukallah, ya sio sawa. Ushahidi wa hadithi hii ambayo Mtume alimzuia Muawiyah ibn al-Hakam. Na kutoka kwa Zaid ibn Arqam, huyu sahaba huyu alifanya tukio moja kubwa katika mji wa Makkah. Huyu alifanya tukio gani? Katika matukio ambayo yanajulikana kihistoria, na lazima ukisoma matukio ya kuslimu watu lazima utataja tukio la huyu, lazima, labda usahau tu au ghafilika nini. Huyu ni Mus'ab ibn Umair, ile loloelezea wewe sio la Zaid ibn Arqam. Huyu ni Mus'ab ibn Umair. Huyu ndiye ambaye alitoa nyumba yake vile vikao vya shura vya siri vya Uislamu, alitoa nyumba yake huyu, ikawa vile vikao vya siri kwa wanakusanyika huko, mpaka alipokwenda nani Umar kuslimu, alikwenda kwenye nyumba ya huyu, sababu alikuwa wamekaa masahaba na Mtume kwenye nyumba ya huyu. Alikuwa kijana mdogo tu, alikuwa na miaka 16 tu. Matukio haya annahu qala, kwamba yeye alisema
amesema Zaid ibn Arqam, inna kunna lanatakallamu fi salah, hakika sisi tulikuwa tukiongea katika swala, ala ahdi rasulillah, kwenye zama za mtume sallam, yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi, nilikuwa akimuongelesha mmoja wetu mwenzake, rafiki yake, haja yake. Bwana, tukimaliza kuswali hapa nitakupitia kwako pale na mzigo nitaka nichukue na taswali hapo. Hivyo ilikuwa yanatokea kipindi hicho. Hata nazalat, mpaka ikateremka aya, hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin, dumuni na kuhifadhi swala na ile swala ya kati na kati. Wamesema ulama swala ya kati na kati pamoja na khilafu ni salatul asri, salatul asri. Wa qumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Allah, kwa maana swalini kwa ajili ya Allah. Qanitin ay sakitin, hayakuwa mmenyamaza kwenye swala, kusiwe na fujo. Fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami, tukaamrishwa kunyamaza kupitia aya hii na tukakatazwa kuongea. Muttafaqun alayhi wal lafdhu li Muslim, na hii hadithi ni muttafaqun alayhi, lakini tamko hili la al-Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ili jambo lipo wazi alipoelezea al-Bassam rahimahullah, kana al-muslimuna awwal al-amri yatakallamuna fi salah, ilikuwa Uislamu mwanzoni mwa jambo la Uislamu ilikuwa akiongea katika swala. Fa umiru bisukuti wa nuhu anil kalami wa ajma'a al-ulama ala butlani salati man takallama fiha amidan lighairi maslahatiha aliman bitahrimi, wa ikhtalafu fi as-sahi wal jahili wal mukrahi wan naim wa muhadhdhiri ad-darar au muhadhdhiri ad-darar wa muhadhdhiri ad-darir wal mutakallim li maslahatiha. Kama maelezo yamekuja kuhusu hilo kwamba wala wametofautiana kuhusu ambaye ataongea hali ya kukasahau kwenye swala, au mjinga, au aliyetoza nguvu, au aliyelala. Wametofautiana hivyo, kasinzia mpaka kaongea pale kwenye swala hivyo pia. Lakini hawakutofautiana kwenye yule ambaye ataongea makusudi na hali ya kuwa anajua haramu hilo, swala yake haipo. Na hapa kuna maelezo kuhusu hili kwa kuwa wengi sana wanafanya ni swala kama ni mchezo, yani ukuta swala hapo mwingine akonyeza makusudi, yani mzaha tu yani kwenye swala, mwingine naye aonesha kidole yani kwamba safi ni hivi yani. Yani mambo ambayo yani hayathibiti kabisa, michezo mingi kwenye swala. Kutoka Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam, at-tasbihu lirijal, at-tasbihu lirijal, kusema subhanallah ni kwa nani? Ni kwa wanaume kwenye swala kama imamu ka sahau. Watasfiqu linnisa, na jambo la kupiga makofi ili la wanawake, na wala sio hivi kama tulivyotoa maelezo haya kwenye sharhu masail jahiliya pale kipengele alichokitaja shekhe, ta'abuduhum bilmukai watasdiya, kataja maelezo pale kwenye hilo. Sio kupiga makofi hivi, kupiga makofi hivi huku sio hivi, maana wakishambo apige hivi itakuwa washafungula mlango wa fujo. Bwana yake wenyewe akili zao sio wenyewe muadhami yao za kwa sababu tu. Hasa hapo tuona ubatili wa watu ambao watakaa tu kwa kupiga makofi alafu wasema mtaja Allah pa makofi. Mimi nataja mfano hivi, ili jambo la kupiga makofi uharamu wake kuna khilafu kwa nani? Kwa mwanaume hakuna khilafu, ni la haramu. Alafu kuna nashidi moja ya unwani yake pepo ya dunia ni mama. Je, kama mfano hichi kitu kama sisahau iliimbwa hii na yule anaitwa Brother Nasir na Yusufu Abdi, kama sisahau, lakini sababu ni ya muda sana na kipindi za toka zile ilikuwa katika jamii yetu kwa sana tutazisikia.
lakini ndani kabisa kuna ala za makofi pa 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 na wanaume. Angalieni jinsi watu wanabana pua mule. Yani mwanaume huyo. Sasa ukiangalia haya mafundisho ya mtume kwenye baadhi ya mambo, wapima wazi wazi kama kuna watu wamekusanya mseto katika dini yao. Alafu eti naye yule naye pia aonekana ni shekhe. Shekhe naye. Yusuf Wabdi shekhe naye. Ni shekhe vipi jamani, nini kuwa na insafu? Kwa sababu hebu angalia mwisho wa siku ule mwenzake yeye kaenda kuimba nyimbo moja kwa moja. Kaona msiseme anashidi kwa mimi huyo. Akona moja kwa moja ndiye zake akaimbe huko. Amalizie moja kwa moja. Kwa hiyo wale mambo ni ya nini? Ni haram na wala sio sawa. Muttafaqun alayhi. Zada Muslimun fi salah. Amezidisha al-Imam Muslim katika swala. Fi swala kwa maana kwenye swala itamko kwa maana kupiga makofi katika swala. Na kuna maelezo ili kama tulivyoelezea sisi kwamba maksudi yake ni pale ambapo imamu atasahau kitu. Mwanaume subhanallah, mwanamke atapiga kofi. Sio ni subhanallah. Imamu ataanza kusema nani tena huyo? Utamwacha hata kwenye fikra za swala aanze kufikiria yeye. Uzidi kumfanya asahau alichokisahau. Hivyo. Na imamu wengi hawasipini uzab. Kwa kisifanya hivyo utazidi kuwachanganya. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال kutoka Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir. Ibn Shikhir tulimsoma jana wakati tusoma kile al-mulakhas. Qala amesema raaitu Rasulullah sallam yusalli wa fi sadrihi azirun ka'azizi wa fi sadrihi azizun. Shangaa tamko limekuja kinyume na usawa. Wa fi sadrihi azizun kaazizil minjali min albuka. Nilimuona mtume akiwa na swali na kifuani kwake kuna sauti kama sauti ya chungu kutokana na kilio. Mtume akilia. Na hapa kuna maelezo akhrajahu al-khamsa illa ibn Majah wa sahahahu ibn Hibban. Na ulama wameelezea kwamba atakapokuwa mtu analia kwenye swala, ule uliaji wa kwenye swala ule, hapa kama alivyosema Sheikh Fauzan, ngoja nianukua maneno, hadha al-buka'u alladhi min khashyati Allah la yu'athiru ala salah. Hichi kilio ambacho chatokana na kumwogopa Allah hakiathiri katika swala, walakin alladhi yu'athiru at-takallufa fi hadha wa tanattu'a fihi, lakini yule ambaye yeye ولكن الذي يؤثر يؤثر التكلف ولكن الذي يؤثر التكلف في هذا والتنطع فيه. lakini kile kilio ambacho chaathiri ni kile ambacho kinakujifosi na kule kuchoma mipaka. Ikawa mtu kwa maana yeye akaa pale kwanza yavuta mafua pia, kwa maana yaonekane anayealia ana imani ajivuta, kama yahsulu min ba'd al-jahalati alladhina yatakallafuna bilbukai fi salah, kama inapopatikana kwa baadhi ya wajinga ambao hujikalifisha kulia kwenye swala, hatta yabdu wa minhum an-nahibu was-sarahu, mpaka yadhihiri kwa wao kule kusononeka na kupiga kelele. Ana mmoja siku asali huyo, alafu hapo ashangaza. Na hapa tunakajangataja kwamba kuna baadhi ya watu aya za kuusukulia yeye acheka, za kufurahi kwa sababu za bishara, basi yeye ndio kwanza ajifosi kulia. Unajua wazi kabisa huyo hazingatii maana. Mpaka kuna mmoja kati ya mashehe alinielezea kwamba miaka ya nyuma alikuja shekhe fulani hapa, mtawasili wote wawili. Alikuja shekhe fulani na wala sio Tanga. Akutana naye mtu wala sio Tanga. Alikuja shekhe fulani hapa msikitini hapa. Akaswalisha, alivyoswalisha alisema alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, akaanza kujiliza hapo maliki yawmiddin, akaanza kulia. Alafu hapo ilikuwa tuongea jambo kabisa la kucheka, kwa sababu yeye ni hadithi ni imamu wa msikiti. Akaja shehe akaona hampitisha, kama mbona mtu ajiliza huyo anakuta kabisa mtu ajiliza kwa sababu kulia kwa kweli yajulikana kama huyu mtu hichi kitu kimemwathiri analia. Sababu kwanza inakuja ile mandhari ambayo sio ya kitabia, ya kimaumbile.
sababu kulia si jambo la khiari. Hakuna khiari kwenye kulia kwamba ulie usilie, jambo la kimaumbile yani. Na ikishatokea hiyo hali huwezi hata kujizuia yani, kama imepitiza. Mtume alilia, akaulizwa hata hiyo alia, sema